Kikao kazi kati ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda na wenyeviti wa serikali za mitaa kilicholenga kutoa malalamiko juu ya utekelezaji wa zoezi la kurejesha mihuri kwa wenyeviti hawa kimefanyika, na haya ni malalamiko ambayo yametolewa na wenyeviti baada ya tamko hilo kutolewa. Chini ya sheria ya 288 sisi tumekula kiapo cha dola. Unapoita kama mwenyekiti wa mtaa ni dola, lakini huwezi mimi kaniita dola sina muhuri. Mheshimiwa mwenyekiti, leo hii wewe baba wa familia ukanyang'anya mkuki na panga, bado unaitwa wewe ni baba wa familia kweli? Mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya nilimhoji, majibu aliyonipa kwa kweli siwezi nikayaeleza kwa sababu hayakuingia kabisa kwenye akili yangu. Lakini baadaye kesho yake ilibidi nipande hewani na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya wilaya. Kama kulikuwa na sababu yoyote tungeitwa wenyeviti tukaelezwa. Kuna vikao vya ndani, sisi ni makada wa chama, pasipo kutuandika kwa kutuaibisha. Licha ya jambo hili kuzua sintofahamu, baadhi ya wenyeviti wanadhani ni wakati sahihi wa kupata elimu juu ya madaraka, mipaka na majukumu yao katika jamii. Tukishatambua haki zetu kama wenyeviti kwamba tunatakiwa kuongoza wapi mpaka wapi, kwa sababu mimi binafsi niligombea nikiamini kinachonifanya niwe kwenye majukumu ya wenyekiti ni muhuri. Na wewe ndio mwakilishi wetu, nafikiri kabla hata hujatuita nafikiri wewe ungelianza kulifuatilia kule ukaja ukawa na majibu ya kutosha. Katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda Gaspar Charles anaeleza kile ambacho kilitokea licha baadhi ya hao wenyeviti walikuwa tayari wameshawasilisha mihuri hiyo baada ya walaka kutoka. Wakati tukiwa kwenye ukaguzi wa miradi, sisi hatukagui miradi kwa maana ya jengo, mfano shule, zahanati, hospitali na nini, lakini pia tunakagua na taarifa tunazopewa wakati tunakagua ilani. Tukapata taarifa ya baadhi ya wenyeviti wa mitaa, baadhi wa vijiji na vitongoji, baadhi wakilalamika kwa nini wenyeviti wenzetu baadhi mpaka sasa wanamiliki mihuri na sisi tumesharudisha mihuri. Mfano juu ya maelekezo ya serikali iliyotoa utaratibu wa majukumu na vifaa gani mwenyekiti anapaswa kuwa navyo katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku ya kazi zao. Kwamba wenyeviti wana shughuli zao kwenye mwongozo zilizoainishwa. Wana vitendea kazi ambavyo wanapaswa wavimiliki kwenye ofisi zao. Moja niliambiwa ni bendera ya serikali ya eneo kwa maana ya halmashauri. Lakini mafaili na kadhalika, isipokuwa muhuri atakuwa nao katibu wa mwenyekiti ambaye ni mtendaji. Kwa maelekezo ya nini? Ya serikali.